kupitia. Lakini pia ni kipindi ambacho tutakuwa tunaalika wataalamu wenye madini mbalimbali, kuanzia kwenye watumishi wa Mungu, wataalamu katika tasnia mbalimbali. Lakini lengo ni kumjenga kijana wa leo. Tunasema kijana wa leo ni matokeo ya kesho. Unavyofanya leo, kijana wewe unachokifanya leo ni matokeo yako ya kesho. Na kwa sababu kijana wa leo ni taifa la kesho, kipindi hichi kinakuhusu. Sijui umeenda kanisani, leo ni siku ya Jumapili. Na tunasema lazima vijana tuweze kubadilika. Vijana lazima tujue vijana wana changamoto zipi. Vijana wanahitaji nini? Vijana tunawafundisha vipi? Kama we kijana bado hujakaa vizuri, basi ni wakati mzuri. Tukiwa hapa Boresha Radio tunawaangazia mambo mengi kuhusiana na kijana wa leo. Lakini lengo kubwa ni kwa sababu tunatamani kijana wa leo awe kijana bora kesho. Basi kama siku zote, leo tuna surprise, tutakuwa na mgeni wetu. Na leo tutakuwa kidogo tunatamani kusikia mambo ya kiroho. Kwa sababu tunasema kijana smart lazima awe anamjua Mungu. Pasipokuwa na Mungu haiwezekani. It is not possible. Fanya vyote, soma, pata elimu ya juu. Kuwa kijana ambaye ni mwadilifu katika kila kitu chote, lakini lazima tumtangulize Mungu katika hatua zetu. Na hapa leo tutakuwa tunaangazia kijana ambaye anamjua Mungu. Na tuna swali moja tunajiuliza, je, inawezekana kijana kuokoka au kumtumikia Mungu katika umri mdogo? Basi tutakuwa na mgeni wetu, sitaki ni mdisclose, itakuwa ni surprise, atakuwa anajitambulisha baada ya mapumziko kidogo, alafu tutaingia kwenye mada yetu ya leo. Basi usikae mbali, ninakukaribisha wewe msikilizaji, wewe mtazamaji, be there because today it's your day. God bless. Baba, nisiendelee kwanza, naomba nimkaribishe mgeni katika studio zetu za Boresha Radio. Karibu sana mgeni wetu, Mungu akubariki sana. Karibu, naomba ujitambulishe, alafu tutaendelea. Asante sana dada Esther. Asante kwa kunikaribisha katika kipindi hiki pendwa kabisa na kizuri chenye maana kabisa kwa vijana na kwa jamii yetu yote kwa ujumla. Jina langu ni mchungaji Robi Joe Adriano Karaheze, na sehemu mbalimbali ambazo nimekuwa nikitumika au nikifanya mambo mbalimbali wananifahamu zaidi kwa jina la Karaheze, Adriano Karaheze. Yes. Naam, najua watu wengi watafurahi sana kusikia hii sauti kwa sababu wamekuwa wakisikia maeneo tofauti. Na barikiwa sana wewe kijana ambaye umepata neema leo hii ya kuweza kusikiliza kipindi hiki ambacho naamini kwamba utabaki kama ambavyo ulikuwa, utapata kitu kipya. Unajua kijana ni mtu muhimu sana katika jamii. Yes. Popote pale duniani. Yes. Katika nchi yote ile kijana ni wa muhimu mno na anapewa kipaumbele kwa sababu mafanikio mbalimbali yanamtegemea kijana. Kwa kijana ni lazima ajue namna ya asimame kwenye nafasi gani, na mambo gani afanye na mambo mengine asifanye. Hivyo asante sana dada Esther kwa kunikaribisha, na mimi nimekaribia. Karibu sana. Karibu sana mchungaji. Asante. Kama mlivyosikia ni mchungaji Karaheze au Robi. Mimi napenda kumuita mchungaji Robi kwa sababu ni mtumishi wa Mungu ambaye nimemjua kwa muda mrefu, na namshukuru Mungu kwa jinsi Mungu amekuwa akikutumia mtumishi wa Bwana. Amen. Tumekuwa tukisikia mafunzo yako. Mimi mwenyewe naweza nikasema nimefanikiwa, ni kati ya beneficiary ama kati ya watu ambao wanabarikiwa sana na mafunzo yako. Amen. Kwa hiyo tunakushukuru sana kufika katika studio zetu za Boresha Radio. Amen. Kwenye kipindi chetu kizuri pendo cha vijana. Na kama unavyokuona ni kijana pia. Bila shaka. Na hii topic namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ameileta kwa wakati. Na nilikuwa natamani sana tuweze kuzungumza na vijana. Ndiyo. Mchungaji, je, ujana na kumtumikia Mungu inawezekana? Kwanza kabla sijajibu swali lako, ni kama ambavyo umesema mimi ni kijana. Na
nina miaka karibia zaidi ya mwongo mmoja nimeokoka. Amen. Lakini nakumbuka wakati nimechukua maamuzi ya kuokoka na kumtumikia Mungu. Watu wanaonizunguka walikuwa na maneno ya kukatisha tamaa. Yes. Kwa sababu waliniambia, inawezekanaje wewe bado kijana alafu uokoke? Ndio. Inawezekanaje wewe ambaye ni kijana unawezaje kumtumikia Mungu? Ndio. Na mimi nilijaribu kuuliza kwa nini maswali yenu haya yanatokana na nini? Nikataka kujua ni mtazamo upi ambao unaleta maswali hayo, kwamba haiwezekani mimi kijana nikaokoka katika ujana wangu na kumtumikia Mungu. Ndio. Kwa hiyo nikasikia mawazo tofauti. Wengi wanafikiri ukiwa kijana kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye kwanza kabla ya kufikia ile tabaka la utu uzima. Kwa hiyo ufanye kwanza yale mambo, na ni muhimu sana, wanafikiri ni muhimu sana kufanya. Na wanaelewa kwamba ukiokoka ukiwa kijana manake kuna mambo ambayo utaki kufanya. Na hivyo ni vizuri kwanza ukafanya yale mambo. Wanasemaga kuna sentence moja wanasema kula ujana. Kula ujana, kwamba unachukua kula kwanza ujana, ujue mambo mbalimbali, ufanye mambo mbalimbali, alafu kumtumikia Mungu uzeeni. Nikamwambia hapana, sio sahihi. Sio sahihi mawazo hayo. Na mimi nikasema okay, acha mimi niingie tu kwenye utumishi, alafu huku nitajua kwamba mawazo yenu ni sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo dada Esther, ili swali la ambalo leo umetuletea kwenye kipindi hiki ama waletea vijana, ni swali ambalo vijana wengi wanakuwa nalo, au jamii ambayo inazunguka vijana wanakuwa nalo. Umeokoka, unataka kuokoka, utaweza wewe na ujana, utaweza wewe na ujana. Kwa hiyo mawazo ya namna hiyo yapo. Lakini mimi nafikiri kitu cha msingi ni nini? Kabla ya kutafuta kwamba unaweza kumtumikia Mungu katika ujana, hebu tafuta kwanza wazo la Mungu linasema nini kuhusu wewe kijana. Ukisha pata wazo la Mungu, hapo unaweza ukawa na mwelekeo mzuri na ujasiri wa kufanya maamuzi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya, nabii Isaya, mlango leo 55 na ule mstari wa 8, anasema, kwa maana mawazo yangu sio mawazo yenu, na njia zangu sio njia zenu. Kwa hiyo ukishajua kwamba mawazo yetu sisi wanadamu yanakinzana na mawazo ya Mungu, unatakiwa kufanya jambo moja. Kwa kila kitu ambacho unafanya kijana, tafuta wazo la Mungu. Mungu anasema nini kuhusu wewe kijana? Wewe unasema kumtumikia Mungu, kuokoka na kumtumikia Mungu kwenye ujana haiwezekani. Mungu naye anasema nini? Ndio. Anasema kama wewe kwamba huwezi. Kwa hiyo mimi nasema kumtumikia Mungu wakati wa ujana inawezekana kabisa. Lakini ni lazima ukubali kwa dhati kabisa kuokoka na kwa dhati kabisa kwamba nataka kumtumikia Mungu. Sasa Mungu yeye atakupa nguvu, atakuwezesha. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako, naona umejibu vizuri kwamba inawezekana. Na nimetoa maelezo fulani, nataka kwenda straight tu kwa katika point zaidi, lakini ni kwamba inawezekana pasina shaka yoyote ile. Na mimi nimependa ulivyoiweka, kwa sababu wewe nikikutizama ni kijana. Natamani sana tusiishie tu kusema kijana inawezekana. Inafikiri tukiutoa mifano, na ningetamani sana labda kutoa tu historia ndogo yako. Yani umewezaje, kwa sababu wewe unasema sasa hivi almost a decade unamtumikia Mungu. Ilikuwaje? How easy it is? Yani ulianzaje? Alafu sasa ndio tutaingia sasa kwenye kichwa kabisa kwamba tunamwambia nini kijana ili kumhakikishia kwamba inawezekana. Lakini kabla hapo, labda ni vizuri tu vijana wakaweza kusikia kutoka kwa mtumishi wa Bwana, kwa sababu yeye ameokoka akiwa kijana, yani katika umri mdogo sana. Ndio. Lakini tunamwona Mungu amemwezesha mpaka sasa hivi. Kilichokufanya yani mpaka sasa hivi ilikuwaje? Kwanza tupe background, ulianzaje, uliokoka vipi, na mpaka sasa hivi imekuwaje mpaka sasa hivi uko imara zaidi?
Wakati nimeokoka haikuwa rahisi. Si kwamba mambo yalikuwa mepesi. Zamani wakati mimi nakuwa bado kijana mdogo, Ndio. kuna wimbo mmoja nilikuwa na usikia unaimbwa. Ulikuwa mashuhuri sana huo wimbo Wanasema kwa Yesu tambalale, kwa Yesu tambalale. Unajua lakini kusema kweli kwa Yesu sio tambalale. Changamoto zipo. Lakini unajua mara zote mtoto katika ukuaji wako na maisha yako ya kila siku unategemea sana uangalizi wa mzazi na msaada wa mzazi. Si wewe. Unajua kama mzazi yuko na mtoto, mtoto si ambaye anajifikiria kwamba nitakula nini, nitavaa nini. Ndio. Hapana, hiyo si wajibu wake kabisa. Yes. Wajibu huo ni wa mzazi. Mzazi ndo atajua mtoto wangu anatakiwa kula hivi, na kama na changamoto yote ya kiafya mzazi anajua kwamba huyu natakiwa nimsaidie hivi. Kwa hiyo ukisha amua kwa dhati kumtumikia Mungu yeye anakuwezesha. Mungu anajua ni changamoto gani ama ni upinzani gani ambao utakutana nao katika kumtumikia yeye. Na yeye wakati ule ugumu, adui anaweka ule ugumu, Mungu na yeye anaandaa neema yake kukuwezesha wewe kusonga mbele pasipo kuteteleka katika ule utumishi ambao Mungu amekupa. Kwa hiyo wakati mimi nimeokoka, changamoto zilikuwa ni nyingi. Kwa sababu kumbuka, kuna vijitabia fulani ambavyo unakuwa navyo, kuna style fulani ya maisha ambayo unakuwa nayo, unajua Lakini unapo sasa amua kuokoka, unakuta zile tabia zinakinzana na zile tabia za Mungu. Ndio. Unaona, ile mitazamo ambayo unakuwa nayo inakuwa sio mtazamo wa Mungu. Kwa kikubwa, ili uweze kushinda, lazima uwe ni mtu wa kujifunza kila siku kumuhusu Mungu. Kisha okoka, unajifunza kila siku kumuhusu Mungu. Mungu anataka nifanye nini? Unajua kila changamoto ambayo unakutana nayo, Ndio. ndani ya Biblia kuna jawabu. Kila swali ambalo unakuwa nalo, hakuna swali ambalo utakuwa nalo alafu ndani ya Biblia kusiwe na jawabu. Hii inamaanisha nini? Biblia, mimi wakati nimeokoka nikasema nitakuwa msomaji mzuri wa Biblia. Nikatenga muda mzuri. Yani mara kwa mara nikawa ni mtu wa kusoma Biblia. Yani ukija nyumbani kwangu nikikuonyesha, yani nina yale madaftari yale makubwa, macounter book yale mengi, mzigo. Unaona Yani kuanzia siku ya kwanza nimeokoka na nimekaa kwenye kiti namna hii, naanza kufundishwa na mchungaji. Naweza nikakwambia nilijifunza siku, yani nimekwambia ni zaidi ya mwongo mmoja umepita. Lakini naweza nikakwambia siku ya kwanza nilijifunza hiki, nikajifunza hiki, nilisoma maandiko kutoka kitabu fulani hivi. Kwa nikawa ni mtu wa kusoma sana Biblia, nasoma sana. Na kwa bahati nzuri pia watu baada ya kusikia kwamba nimeokoka, wanaweza kanipigia simu wananichallenge, hebu tuambie Zaburi 119 mstari ngapi unasemaje? Kwa hiyo na mimi naumiza kichwa pale, hivi nasemaje vile? Kwa nikishindwa najisikia vibaya, kwa nini nimeshindwa? Kwa ile ikawa inanifanya kusoma sana Biblia. Kwa kwenye Biblia napata jawabu mbalimbali. Na Mungu ananiongoza, ananitia nguvu. Ile Wafilipi ile 4:13 anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tukisha okoka hatushindi kwa nguvu zetu ama kwa akili zetu, hapana. Tunawezeshwa. Mwanadamu, kumbuka, kabla ya Kristo kuja, mwanadamu alikuwa mikononi, alikuwa anatawaliwa na shetani. Na hakuna mwanadamu ambaye aliweza kujinasua katika mikono ya shetani mpaka Kristo alipokuja. Kwa Mtakatifu Yesu alipokuja, akakubali kwenda pale msalabani na akaziharibu nguvu zote za shetani pale. Kwa huyu Mtakatifu Yesu akampa uwezo huyu mwanadamu ambaye amemwamini kwa dhati kwamba mtumikie Mungu, anampa sasa uwezo na maarifa na hekima na busara ya kumshinda nani? Adui, na kushinda changamoto za aina mbali mbali. Kwa hiyo mimi nikajikuta ile kusoma Biblia kwa bidii,
natenga muda wa kuomba, najifunza, nafanya mazoezi ya kufunga. Mwanzoni inakuwa ni ngumu sana. Yes. Nakumbuka siku moja nilifunga masaa 24. Nilipata shida sana. Ilifika ile saa 9 ile nikaamka nikakoroga uji, nikatengeneza uji. Tumbo nasikia linacheza. Lakini nikawa nafanya mazoezi kidogo. Mimi sasa hivi naweza nikafunga mpaka siku 7 bila kula chochote. Kwa sababu gani? Neno la mtakatifu Mungu linaniwezesha, linanitia nguvu. Nakumbuka Biblia inasema hamtaishi kwa mkate tu bali kwa kila neno asemalo Bwana. Kwa hiyo ukiweza kuokoka na ukakubali ukamwambia Mungu, tawala maisha yangu, niongoze, nisaidie kwa kila hatua, pale nisipoweza nisaidie, niwezeshe. Anakusaidia. Kwa mimi nimemwona Mungu katika ujana wangu, na mimi nimeanza, wewe ni shahidi, nimeanza kumtumikia Mungu bado kijana. Mungu akawa ananitumia katika mambo makubwa ya ajabu sana. Unajua? Kwa hivyo mimi nataka tu nimwambie kijana ambaye anatusikiliza kwamba usiogope. Yes, inawezekanika. Inawezekana. Na ukishaokoka yupo akutiae nguvu. Ukishaokoka Mungu huyu anakupa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio nguvu yako. Yes. Yeye anakupa nguvu, anakuwezesha kwa kila hatua. Okay. Na ni muhimu sana. Ni muhimu sana kusema kwamba kijana kuokoka. Unajua? Kwenye ile Mhubiri 12 aya ya kwanza na kuendelea, kuna mambo muhimu sana Mungu amezungumza pale. Amesema nini? Anasema mkumbuke Muumba wako wakati wa ujana wako. Alafu anasema kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kabla hujasema mimi sina furaha katika hili, sina furaha katika lile, sina nguvu. Na kuna vitu vingine pale anazungumza kwamba kabla hujaishiwa nguvu. Anasema kabla wale wachunguliao dirishani watakapokoma, anamaanisha utakapokuwa mzee alafu uoni. Anasema kabla ya wale wenye nguvu watakapoinama, maana yake ukishakuwa mtu mzima mzee, mgongo unainama, unapindana, huwezi kutembea. Magoti hayana nguvu tena. Wewe ni mtu wa kukaa tu, naita mjukuu wangu njoo nitoe hapa nipeleke pale. Kwa Mungu anasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kabla zijaje siku zilizo mbaya. Maana yake ni nini? Maana yake kwenye tabaka la ujana ni muhimu sana kila mtu asikie hii na aelewe. Kwenye tabaka la ujana, dada Esther, ndipo mahali ambapo hila za shetani zinatengenezeka kwa wingi. Unaona yale matatizo watu wanakutana nayo kwenye tabaka la uzee, chanzo chake ni kwenye tabaka la ujana. Kama kwenye ujana ukutafuta wazo la Mungu na likakuongoza kwamba unatakiwa kuparticipate namna gani, ujana wako unatakiwa kuuboresha namna gani, fikra zako kama kijana unatakiwa kuziboresha namna gani, nakwambia uzeeni utapata shida. Nimependa hapo kabla tujaendelea, yani umesema vizuri kijana. Unaona, tunasema inawezekana. Tumeuliza, je, inawezekana kumtumikia kijana ngali kijana bado una nguvu na mdogo? Mchungaji anadhibitisha hapa kusema kweli inawezekana, lakini tulikuwa tunajaribu kuangalia mchungaji amezaje. Unajua ujana una mambo mengi, lakini anasema kuna Mungu aliyejua na tutia nguvu, ametupa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo inawezekana, lakini pia amesema ndikusema nini? Kijana wewe mtumikie Mungu Muumba wako wakati ngali mzima, una nguvu, unaweza, unaona, unakimbia, unatembea. Kwa sababu kuna siku zinakuja ambazo sio nzuri, na siku nzuri ambazo tunazunguelea ni zile za uzeeni. Yes. Basi mtumishi wa Mungu, tutakuwa tunaingia kwenye break kidogo, na tutakapoingia kwenye break tutarudi kusema na kuongea na kijana faida za kumtumikia Mungu wakati wewe ni kijana. Maana naona faida ni nyingi mno. Yaani natamani uzungumze kwa kifupi lakini upana kwamba kama kijana tumesikia kuna siku zinazokuja baadaye ambazo sio nzuri. Na mtumishi wa Mungu amejaribu kuweza kuelezea kwamba kuna kipindi utakuwa huna nguvu, ni mzee, huwezi ukafanya vyovyote ambavyo unaweza ukavifanya wakati bado una nguvu. Unaweza ukawatambua vitu na kufanya kwa usawa na uzuri. Basi tutakaporejea tutaendelea na topic yetu. Naamini unatusikiza kutoka kwenye Boresha Radio Live. Tutembelee kwenye media zetu zote, utatuona na utaendelea kujifunza mengi kwa habari ya kijana. We'll be right back.
Abudu wali soka mwabudu Bwana katika